Hapana, situmii dawa ya hospitali, niliacha kabisa. Nilikuwa natumia nani ile Beclamide na ile nani nyingine ile nani nini dawa ya kisukari ya, baadaye nikaacha, nikawa nachoma sindano na yenyewe niliacha tangu tarehe 6 mwezi wa kwanza, nilikuwa nimeacha kabisa. Na umri wako miaka mingapi? Umri sasa hivi ni miaka 40. Miaka 40. Hiyo skendo imeanza kutokea mwaka gani? Hiyo hali yako imeanza kutokea mwaka gani? Hali yangu ilitokea mwaka jana ghafla, nilikuwa nimekaa tu nikashtukia nimekosa nguvu tu, mwili uko umelegea, kojoa sana. Yaani nichukua almost kama wiki moja tu zile dalili za kojoa sana, kukauka. Ilikuwa imenitokea hali mpaka nikafikia kulazwa. Pole sana. Asante sana daktari. Sasa umeacha dawa, umeacha sindano na sukari yako inaendelea kusoma 4. Yaani nazingatia tu vyakula kwa kweli. Mimi nilikuwa zamani nilikuwa sipendelee na kula sana tu ndizi tu na hizi mboga za majani, maparachichi na matango. Ni hivyo tu. Swali lako hapo ni lipi? Au unataka kushare na sisi? Bado sina swali, labda nisikilize kwanza nani hiyo ajenda tulokuepo nayo, ndo naweza ndani ya mazungumzo yetu hapa naweza nikapata swali daktari. Okay, asante sana. Kwanza mimi nikupe hongera, maana yake umegundulikana una kisukari, ukaangukia kwenye dawa na kwenye insulin, lakini matokeo yake umefanya jitihada, umeacha insulin, umeacha dawa na sukari yako inasoma katika range ambayo yenye amani kabisa. Kwa maana kwa hili nakupa hongera sana. Asante sana daktari. Okay, acha tuendelee. Mwongozo wako ulipata vipi mwongozo? Wewe unaotumia wa vyakula? Niliwahi tu nilishauriwa na daktari mmoja pale hospitalini nilipokuwa nimelazwa. Okay. Akawa ameniambia kwanza unatakiwa utoe stress kabisa, ndio ugonjwa uone kama vile hata malaria ni ugonjwa mkubwa sana. Yaani uone kama ni kawaida tu. Baadaye nikawa nimeanamia, akili yangu ikawa imejiset hivyo, ndio nikawa natumia sasa hivyo vyakula hivyo. Okay, mimi naendelea kukupa hongera na nini kamba uliyoshikilia ishikilie vizuri. Yaani msimamo wako uliosimama wa vyakula nenda na hivyo hivyo. Wala usije ukapotea njia. Sawa dokta. Okay, asante kakaangu Isaac, nimkaribishe mwingine. Mr. Nicholas. Asante. Mr. Nicholas, habari za jioni? Mr. Nicholas yuko mbali na simu. Mr. Anthony. Mr. Anthony, habari za jioni? Bila shaka na Mr. Anthony itakuwa yuko mbali na simu. Mwenye swali kwanza. Mwenye swali? Naam, kakaangu Neo. Habari yako? Nzuri, habari ya wewe? Salama kabisa. Mimi naitwa Mr. Noel Noel. Okay, maana nilikuwa nataka nikuulize tuna pronounce vipi jina lako? Mr. Noel, karibu. Asante. Sasa mimi nimekuwa na shida ya sukari kwa zaidi ya miaka 13 sasa. Okay. Na mimi natumia insulin. Na nimejaribu sana tu kufanya mazoezi, kula vyakula, lakini yangu bado imekuwa changamoto sana kuisha. Okay. Ndio, alafu tena juzi kati hapa mtoto wangu mdogo ana miaka 8. Alishikwa na ugonjwa alikuwa na typhoid. Sasa akapelekwa hospitalini, madaktari wakamwandikia sindano akawa anazitumia, lakini baadaye imekuja kuwa changamoto kuja kugundulika mtoto pia ako na kisukari. Subhanallah.
Sasa madaktari kupima wakasema mtoto ana sukari type 1, pia yeye inatakiwa atumie insulin. Sasa saizi na mwenyewe anatumia insulin, lakini bado na jaribu kupambana naye kwenye diet ya chakula. Kuna saa inarudi inakuwa 3, 4, hata simpati insulin. Kuna saa inapanda inafika 30, inabidi natumia insulin, inarudi, bado haijakaa level yake. Haya, okay, good Mr. Noel, na pole kwa changamoto ya kwako wewe mwenyewe binafsi na vile vile changamoto ya mtoto. Upo uwezekano changamoto yako isikuumize kuliko changamoto ya mwanao. Ndio. Sasa haya ni mambo mawili. Acha kwanza tulizungumzie lako, halafu tutarudi na swala ambalo linalohusiana na mtoto wetu. Mr. Noel, umesema wewe unatumia insulin, si ndio? Ndio. Umri wako ni miaka mingapi? Ndio. Saizi na miaka 43. Sukari umedumu nayo kwa muda gani? Miaka 13. Miaka 43 umegundulikana na sukari tangu na miaka 30. Ndio. Ulipogundulikana tumeanzishwa insulin. Ni hivyo? Ndio. Ndio. Sukari yako inasoma ngapi? Saizi kuna saa unapima unakuta iko 12, kuna saa unakuta imeshuti unapata iko 20 na haikai level. Ushawahi kuacha siku kwa hujachoma insulin? Nikiacha siku moja, siku ya pili inakuwa hati. Siku ya pili inakuwa imezidi. Imekuzidi vipi? Yaani mfano kama insulin ikiisha leo, saa nyingine unapata labda kama imeisha alafu sijaenda kununua, siku ya leo inaweza pita vizuri, lakini siku ya kesho nakuwa mgonjwa. Okay, nimefahamu. Okay, asante sana kakaangu Mr. Noel. Acha tuwasikilize wenzetu wanasema nini kuhusu hii changamoto yako. Je, kwa wao ngeni au wana lipi la kusema? Jamani, nadhani nimemsikia kaka yetu Mr. Noel ameugua sukari akiwa na umri wa miaka 30, sasa hivi ana miaka 43. Tangu akiwa na umri wa miaka 30 anachoma insulin na still sukari yake haijatulia. Akiacha siku moja tu kuwa hajachoma insulin, siku ya pili yake anakuwa mgonjwa. Maana yake sukari inapanda zaidi na zaidi na zaidi. Tuna kipi hapa? Dadangu Evelyn, umepata idea gani kuhusu kaka yetu Mr. Noel? Dada yetu Evelyn atakuwa yuko mbali. Ni Dr. Othman, kama sehemu iliyokuwepo unapaswa kuongea tafadhali. Habari za leo? Nzuri, habari za kwako? Njema, tunatumai wote mnaendelea salama. Alhamdulillah, tunaendelea vizuri. Kwa historia aliyotupa ndugu yetu hapo, kuna uwezekano mkubwa kabisa na mtoto wake naye pia amekuwa diagnosed na sukari type, yaani amegundulika akiwa na miaka 8. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kabisa ana sukari tunasema diabetic type 1 ambayo ni insulin dependent diabetic. Kwa hiyo ni kwamba yeye akae tu akijua kwamba atakuwa ni mgonjwa wa sukari, na kama ataacha kutumia dawa kwa mfano bila kutumia insulin kwa kufuata masharti, alafu sukari yake Mwenyezi Mungu akamjalia ikawa inakuwa ya kawaida, basi ajue tu kwamba yeye ana shida ya insulin type 1 ambayo insulin ndo anahitajika au anatumia kama madaktari wanavyomshauri na kumpa. Kwa hiyo hata kama itafikia kipindi aidha atapunguza dozi kutokana na programu yetu tunavyoenda nayo, au
Kama ataacha ajue kwamba lazima awe na yani, kwa sababu ni insulin type 1 anategemea insulin kutoka nje. Mwili wake hauwezi kuzalisha insulin ya kutosha, yani hauwezi kuzalisha tuseme insulin kabisa kama itakuwa ni type 1 moja kwa moja. Kwa hiyo yeye atakuwepo anategemea insulin kutoka nje. Kwa hiyo asije akaacha kuwa na insulin ndani ya nyumba yake, ili kama sukari itaenda juu basi aweze kuchoma insulin kwa ajili ya kuishusha, vinginevyo itakuja kumletea shida baadaye. Na awe katika uelewa wa kwamba hawezi kupona sukari kama ana type 1. Yeye atakuwepo ni mtu ambaye ana sukari, lakini atakuwa anaidhibiti, anaimanage kwa kufanya mazoezi, kwa kula vyakula vizuri tunavyoshauriana, kupata muda wa kutosha wa kupumzika na kuondoa stress. Kwa hiyo inaweza ikamsaidia hata kama anatumia insulin, dozi ikapunguzwa akawa anatumia dozi ndogo sana. Nampa pole, tupambane tu hivyo hivyo. Asante. Asante sana Dr. Othman kwa mchango wako mzuri. Nirudi kwa kakaangu Noel. Noel, nadhani umefahamu jinsi Dr. Othman alivyochangia. Ndio daktari, nimefahamu. Lakini nataka kumuuliza daktari. Kuna kitu ambacho mimi kinanishangaza na hii sukari type 1 Kwa sababu kama mimi nilipata nikiwa mtu mzima hivi, na mimi kazi zangu si kazi za kukaa, ni kazi ngumu. Kwa mfano mimi nafanya kazi ya mechanic. Okay. Alafu mtoto wangu pia tokea amezaliwa hajawahi kuumwa kabisa, hata sijawahi mpeleka hospitali. Na hii mara ya kwanza ndo ameumwa na ndo ameshikwa na hiyo diabetes. Sasa hii type 1 madokta vile nilikuwa naongea nao wanasema kuwa ni mtu anazaliwa nayo. Sasa ndio mimi nilikuwa nashindwa, kama mimi yangu nimeipata nikiwa na miaka 30 na ni type 1, kwa sababu wanasema type 1 inakuwa mara nyingi ni ya kurisi. Huyu mtoto wangu amezaliwa hajawahi kuumwa kabisa. Alafu juzi tu amekuja kushikwa na ugonjwa mara moja, amepatikana na hii diabetes na tena ni type 1. Ndio mimi nilikuwa najaribu kuuliza, hii diabetes type 1 inakuwaga inaweza tu kuja bila mtu kuzaliwa nayo ama inakujaje? Asante sana kakangu Mr. Noel kwa swali lako zuri. Kakangu Mr. Noel, swali linalomchanganya ni moja. Unaambiwa type 1 ni sukari mtu ambayo anazaliwa nayo. Hii ina maana ikiwa yeye amejigundua na sukari type 1 akiwa na umri wa miaka 30, hii ina uhakika kuwa sukari type 1 hajazaliwa nayo? Swali lake, how come? Hii inakuwaje? Hii mtu anazaliwa nayo au anaipataje? Dr. Othman, umenyosha mkono, karibu tafadhali. Asante kwa swali lako zuri. Yaani iko kama ifuatavyo. Tukisema insulin type 1 diabetics ni kwamba inaitwa juvenile diabetics, yani zaidi wanapata watu ambao wana umri mdogo na umri wa ujanani. Tunachukulia zaidi kuanzia miaka 35 kwenda juu. Mtu akipata sukari hii mara nyingi inakuwa ni type 2 diabetics, au miaka 40 type 2 diabetics, kwamba huyu mtu kongosho lake liko lina uwezo wa kuzalisha insulin kama kawaida, na seli zake zilikuwa zina uwezo wa kuitumia ile insulin ili kwenda kuondoa sukari na kuzalisha energy. Lakini sasa imefikia hatua, labda kutokana na lifestyle au chochote kilichotokea, iza infection kwenye hiyo pancreas, ikapelekea kwamba kongosho likashindwa iza kuzalisha insulin ya kutosha, au likawa linazalisha insulin lakini cells zinashindwa kupokea ile insulin kuitumia na kuzalisha nguvu. Hiyo ni type 2. Sasa tukija kwenye type 1 ni kwamba ambayo umri tunaweza tukasema ni kuanzia mtu anazaliwa mpaka miaka 30, bado ni juvenile, bado ni kijana. Inawezekana kongosho lako lilikuwa lina uwezo wa kuzalisha insulin kidogo, na shughuli ulizokuwa unafanya wewe ilipelekea dalili za insulin zisionekane mapema na ukawa unaishi vizuri tu. Kwa sababu tukisema type 1 ni kwamba ni autoimmune system, kwamba
kuna seli zako za mwili mwenyewe au kinga zako za mwili au kusema yani ni mwili wako unajishambulia wenyewe, yani autoimmune. Ina maana ni immunity yako wewe ndio hiyo yenyewe inakwenda kukushambulia wewe, yani inakwenda kuliataki lile kongosho kiasi kwamba linashindwa kuzalisha insulini kabisa. Kwa hiyo huu sio ugonjwa kwamba ulikopo unakula mavyakula ikawa vipi, labda ukawa ufanyi mazoezi ufanyi nini ukaja ukapata type 2. Ni kwamba type 1 wengi ni kwamba immunity yao yenyewe ndio inakwenda kumshambulia yeye mwenyewe. Kwa kawaida immunity inatakiwa ishambulie kitu kigeni kinachotoka nje, tunasema antibodies, inatakiwa ikashambulie antigen ambayo ni kitu kigeni. Sasa unakuta antibodies zako wewe zinajishambulia zenyewe humo ndani kwa ndani, kiasi kwamba sasa inafikia hatua kongosho lako linashindwa kuzalisha insulini moja kwa moja, na ndio unapata hiyo type 1. Kwa nini unaitwa ni ugonjwa wa kurithi? Tunasema ni ugonjwa wa kurithi kwa sababu mara nyingi mtu anapozaliwa tu immunity yake mwenyewe ikiwa iko dominant, ile ya kushambulia inaanza kushambulia kipindi kile tu akiwa mdogo. Ndio maana wanagundulika wengine akiwa na mwaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inategemea ni muda gani kinga zako zinaanza kujishambulia zenyewe. Kwa hiyo wengine wanabahatika wanakuja kugundulika wakiwa na miaka 20, 25, lakini hata ukigundulika una miaka 20, 25 sio kwamba ndio kipindiko unapogundulika leo wewe tayari ndio umegundulika leo kwamba una shida ya sukari. Hapana. Hilo tatizo ni kwamba inawezekana likawa hata miaka 10 nyuma lipo, lakini lilikopo halionyeshi dalili kutokana na umri wa ujana. Mtu anajishughulisha na vitu vingi. Ukiwa kijana, ukiwa mdogo, unajishughulisha na shughuli nyingi ambazo zinapelekea sukari unayoingiza ndani ya mwili inatumika. Lakini sasa muda unavyokwenda kuwa mkubwa ni kwamba na shughuli zinapungua, au inawezekana ikawa shughuli bado ziko vile vile na unaongeza, lakini ndio kipindi ambacho ile kinga yako ya mwili imeanza kujishambulia yenyewe. Nafikiri mpaka hapo nitakuwa nimekujibu kwa kiasi fulani. Asante. Asante daktari. Asante sana Dr. Othman kwa ufafanuzi, na asante sana Mr. Noel kwa swali lako zuri. Lakini nataka niongezee, Dr. Othman amemaliza kila kitu, ila nataka niongezee halafu nikupe nafasi Mr. Noel uulize sehemu ambao hujafahamu. Dr. Othman kama alivyosema kuwa ni madaktari wamekwambia ni maradhi ambayo umerithi, umezaliwa nayo kama vile alivyosema, seli zako zinashambulia kongosho lako wenyewe. Yaani kinga yako ya mwili ilitakiwa ishambulie pathogen, ishambulie bakteria, microorganism, wale wanaosababisha maradhi katika miili yetu, lakini wale immune yako inashambulia kongosho lako. Ikishambulia kongosho, katika kongosho ndo kunazalishwa insulin. Sasa zile seli zinazozalisha insulin zikishambuliwa zinapoteza uwezo wake wa kuzalishwa insulin. Wapo kama Dr. Othman alivyosema, mtu anazaliwa tu hiyo process inaanza, lakini wapo wanaocherewa kama hivyo wewe, imekuja kuanza hiyo process ukiwa na umri wa miaka 30. Hii inatokea kwa binadamu tofauti na haitokei tu katika ishu ya kongosho. Ikiwa seli zako za kinga yako ya mwili itashambulia kongosho, unapata kisukari. Ikiwa kinga yako ya mwili itashambulia tuseme damu yako nyekundu ama seli zako nyekundu, red blood cell, utapata leukemia. Ikiwa hizi kinga za mwili zitashambulia sehemu nyingine yoyote, ile sehemu nyingine itakayoshambulia for mistake, utapata tatizo ama utapata maradhi linalokontroliwa na ile organ ambayo imeshambuliwa. Sasa kinga yako ya mwili imeshambulia kongosho lako, matokeo yake umeshindwa kuzalisha insulin. Ndio maana ukaambiwa ugonjwa huu unazaliwa nao kwa sababu hujaupata kwa uzembe. Mpaka hapa Mr. Noel nadhani umefahamu. Nilikuwa nikifafanua jinsi alivyoelekeza Dr. Othman. Nimeelewa daktari. Na type 2
Aina ya pili ile ya kisukari, ile watu hawaambii ya urithi, kwa sababu mtu ile sukari anaipata, tutumie neno uzembe, lifestyle yake. Lifestyle yako ilikuwa bad, ama tunasema vyakula vyako ilikuwa poor, hufanyi mazoezi, hufanyi lolote, ndio unapata kisukari type 2 kutokana na ile lifestyle yako. Hii type 1 tunaambiwa ni sukari ambayo umezaliwa nayo, kwa sababu huipati for your mistake. Unaipata kwa kinga yako ya mwili kushambulia mwili wake wenyewe. Ndio maana ukaambiwa haya maradhi umezaliwa nayo, hata kama umegundua ikiwa na miaka 30. Hapo nadhani umenifahamu. Nafahamu. Just ilikuwa nikiongezea nyama mule alimopita Dr. Uthman. Lakini Dr. Uthman amekwambia hili tatizo huwezi kupona, na unatakiwa ujue katika nafsi yako huwezi kupona kweli. Hata akija nani akija akikwambia, hata akija mchungaji wako akikwambia fanya 1 2 3 ugonjwa unapona, basi jua ndani ya nafsi yako ugonjwa huwezi kupona, kwa sababu tayari ndo hili limeshatokea ndani ya mwili wako. Kinga yako ya mwili haiwezi kubadilishika. Kwa teknolojia tulikuwa tunayo sasa hivi, especially hapa kwetu Afrika, ndio sio rahisi hili tatizo kutatuka. Unalotakiwa kufanya nini? Jambo la kwanza, kukubali kuwa wewe una sukari type 1 ambayo haitibiki. Hilo ndio liwe la kwanza, ukubali. Jambo la pili, jua wewe sio wa kwanza. Ujue ndani ya nafsi yako, kwani mimi type 1 mimi ndio wa kwanza? Jua wewe sio wa kwanza. Wapo mamilioni wa watu ambao wengine ndio kwanza wanazaliwa wana type 1 na wanafika umri wa miaka 70 80 huko. Lakini vile vile wewe hautokuwa wa mwisho, na ushahidi umeuona baada ya wewe kupata sukari type 1. Sasa hivi mwanao ana umri wa miaka 8 ana sukari na type 1. Kwa maana wewe hutokuwa wa mwisho, na umethibitisha baada ya wewe mwanao kukufuata, lakini vile vile na mwanao hatakuwa wa mwisho. Watakuja wengine watazaliwa watakuwa na sukari type 1. Mwenyezi Mungu atulinde na mitihani hii. Nadhani hapo kakaangu Mr. Noel umenifahamu vizuri. Nafahamu daktari. Jambo jingine unalotakiwa kufanya ni kuchukua hatua. Tatizo ushalikubali, sasa unalotakiwa kufanya ni kuchukua hatua. Nina sukari type 1, natakiwa nifanye nini? Cha kufanya, badilisha lifestyle yako. Hata kama sukari yako umeipata sio kwa sababu ya lifestyle yako, is okay, tunajua hilo. Lakini unalotakiwa kuishi maisha ambayo lifestyle yako inaendana na hili tatizo la sukari. Maana yake kula uwanga kidogo kadri unavyoweza. Kwa vile umo katika program zetu hizi, utajua exactly chakula gani unachopaswa kula, kwa vile umo ndani ya hizi program zetu. Kwa maana utafuata tu yale maelekezo yetu tunayokuelekeza, halafu na wewe mwenyewe utatake action. Jambo la pili, kazi zako ni mechanic, lakini vile vile tenga na muda mwingine wa kufanya zoezi. Ile itasaidia sukari ulioingiza ndani ya mwili iweze kutumika. Ukifanya haya mambo mawili, ukalala na usingizi wa kutosha, ukaondoa stress, basi utaweza kupunguza dozi ya sindano, na upo uwezekano kama unachuma mara 2 ukachuma mara 1 tu kwa siku kwa dozi ndogo, na ipo uwezekano ukaweza kuishi siku 1 mpaka siku 2 bila kuchoma insulin. Nadhani umenifahamu Mr. Noel. Nafahamu daktari. Kwa maana jambo unalotakiwa kubali kwanza hili tatizo, halafu take action. Una swali lolote unataka kutuuliza? Hapana. Okay, asante sana. Kile kitu ambacho nilikuwa nataka kujua tu ni hizo aina pia za vyakula. Ya, kwa vile umo ndani ya grupu nitaelekeza. Dr. Uthman mwenyosha mkono au kuna mwingine alionyesha mkono? Kuna kitu pia nataka kumuongezea. Karibu. Inawezekana amegundulika na ameambiwa ana type 1 ya sukari, lakini unajua hakuna kipimo cha kwenda kupima moja kwa moja kikamwambia hii ni sukari type 1 hii type 2. Unapochukua hatua kama hizi zinazofanyika, unaweza ukaja kujikuta hutumii dawa na sukari yako inakuwa nomo, na baadaye unapona kabisa, ndio utakuja kushangaa mbona uliambiwa type 1. Kwa sababu mfano mmoja hapo tunao hapa, kuna mtu amekuwa diagnosed tena sio Tanzania, akiwa anafikiri nje ya nchi kwamba ni type 1, lakini alipoingia kwenye group humo amepona na mwenyewe akashangaa. Asante, mchango wangu ni huu. Asante sana Dr. Uthman, asante sana. Mr. Noel anasema Dr. Uthman ni sahihi kabisa. Hususan wewe umegundulikana sukari ukiwa na umri wa miaka 30.
Kwa maana upo uwezekano ulipoonekana una sukari wakakuanzisha insulin, then ukapoteza a lot of energy ya kucontrol sukari kwa sababu unajua type 1. Lakini utakapofuata hizi program itakuwa wepesi wewe kugundua kwa sukari yako ni type 1 ama type 2. Ikiwa type 1 utaendelea kutake action yale tunayokuelekeza. Ikiwa type 2 utaweza kuacha sindano na ukapambana ukapona sukari moja kwa moja. Kwa maana you have chance, kwa maana utumia nafasi yako. Katika group lako lokuwemo utaniandikia Dr. mimi Mr. Noel ili nikujue, then kuna maswali nitakuuliza nje ya hii live kwa sababu muda wa live haitoshi, ni dakika 60 tu za live. Kwa maana tukizitumia dakika zote kwako wengine tutakuwa tumewafilisi. Sawa daktari. Okay, asante. Utatuma message katika group lako. Sawa, asante. Okay, muda umeenda na tumebakiwa na dakika chache tu. Kuna vitu vimejitokeza katika magrupu tofauti. Nikataka tuje tuelekezane hapa, alimradi tuseme kuwa yani tujue njia tunaopita ni ipi na tunatakiwa tusipite ni ipi. Kuna baadhi ya magrupu watu wamepewa dawa na wamepiga picha hizo dawa, wametuma mpaka ndani ya grupu, lakini siwezi kusema kampuni gani au nini kwa kulinda brandi zao. Ila watu waliopewa dawa, mtu anaambiwa statement kama hii. Mfano huyu alotuma ndani ya group, kaambiwa hii dawa tumia, kaambiwa imetoka nje ya nchi. Ile nchi sio kaandika Pakistani, sio India, halijamaki vizuri. Aidha katika Pakistani ama India. Kaambiwa hii dawa tumia kwa muda wa wiki 2. Ukitumia hii dawa usipime sukari. Na ukitumia hii dawa usitumie dawa za hospitali. Kapo masharti mawili. Tumia hii dawa, ukitumia dawa usipime sukari. Jambo la pili, ukitumia hii dawa usipime sukari wala usitumie dawa za hospitali kwa muda wa wiki 2. Zikimaliza hizi wiki 2 utakuwa ushapona sukari. Na kama ikitokezea haujapona sukari, basi huu ugonjwa utakuwa ni ugonjwa wa Kiswahili. At the end ile situation akashare katika magrupu yetu. Bila shaka mwenyewe nadhani humu katika live humo. Hii ni statement ya kwanza. Statement ya pili, baadhi ya magrupu kuna dawa tunaambiwa, mfano sisi Waislamu analotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halina kupinga, ni sahihi kabisa, wala hulitakiwi kulitia mushkil, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani ameelezewa in huwa illa wahyun yuha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasemi jambo lolote lile analolisema kwa matamanio yake yeye. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana neno analolisema yeye ikawa lile neno amelisema kwa matamanio yake yeye au kwa nafsi yake yeye, ama kama vile Dr. Masudi anavyosema na yeye ndo anasema hivyo.